Kuna namna yote mechi, wanasema mechi za kirafiki ni mechi muhimu sana. Sababu kabla sijauliza swali langu la msingi haya Njenge. Malengo ya michezo ya kirafiki. Lengo mama la timu yoyote kucheza mechi ya kirafiki. Timu za mpira wa miguu duniani kote hucheza mechi za kirafiki kwa sababu zifuatazo. Sawa. Sababu ya kwanza inakuwa ni kujenga fitness kwa wachezaji. Sababu ya pili yani kutengeneza ule utayari wa kucheza mechi, kwa maana kutengeneza ile mechi baada ya kocha kuiandaa timu yake sasa anaenda kuiona sasa timu kuelekea mashindano. Lakini sababu ya pili ni kujaribu mbinu mbalimbali ambazo mwalimu atazitumia kwenye mashindano. Lakini wakati huu sasa kwenye mechi za kirafiki zitakuwa ni aina ya mechi ambazo haimpi pressure ya matokeo. Yani hawina pressure ya kusaka matokeo. Badala yake anaangalia tu ufanisi ukoje katika yale maelekezo ambayo yeye anataka kuyaona yanafanyika pale atapokuwa anakwenda kwenye kushindana. Hiyo ngapi hiyo? Hiyo ya pili. Ya tatu. Sababu ya tatu, mechi za kirafiki inakuwa ni nafasi ya mwalimu kuwaona wachezaji wapya. Sasa kama mwalimu yeye ana kundi, yeye ni mwalimu mwenyeji lakini ana wachezaji wengi wapya, inakuwa ni nafasi yake kuwaona wachezaji wapya na kuwaelewa wanawezaje kuingia kwenye mipango yake. Lakini kama mwalimu yeye ni mgeni, ana kundi kubwa la wachezaji ambao tayari ni wenyeji, ni nafasi pia ya wachezaji wao kumuonesha mwalimu ni kwa kiasi gani baada ya kukaa naye mazoezini wameelewa kile ambacho yeye anakitaka. Na wachezaji wanatofautiana kuelewa. Mwalimu pia anajua kwamba Ayubu amenielewa haraka kuliko Kampista. Futa kauli yako. Kampista anaelewa taratibu sana mbinu zangu. Futa kauli yako. Kwa hiyo sawa, tuendelee. Hiyo sababu nyingine. Lakini sababu nyingine pia kwa baadhi ya timu. Kuna baadhi ya timu mechi ya kirafiki inakuwa chanzo cha mapato pia. Sahihi. Unaweza ukaweka mechi ya kirafiki kwa sababu ya kutaka kuendelea kukusanya kupata fedha kutoka kwa vyanzo mbalimbali ikiwemo mashabiki, sponsors, vitu kama hivyo. Hizo mechi za kirafiki za hivyo huwa zinakuwepo pia. Kwa hiyo sababu ngapi hizo? Hizo sababu karibu 5 hapo nimezitaja. Ziko nyingi. Lakini ni main hizo. Lakini hizo ni main. Lakini kwenye hizo sababu zote hakuna kipengele kinachosema timu hucheza mechi ya kirafiki ili ishinde. Sasa swali langu hapo na swali langu la msingi wanasema kuna nyakati wanasema makocha wao wanahitaji mechi nyepesi kwa ajili ya mechi za kirafiki. Inategemea na lengo ni lipi, sio? Sawa. Lakini swali langu la msingi ni kwamba ni mechi nzuri kwa ajili ya kupima hivyo ambao umeviainisha. Pale timu ambapo inapoteza kwa margin kubwa kiasi hiki, ikizingatiwa inakwenda kwenye mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika, kwa sababu ni mechi ya kimataifa ambao wamecheza back to back, wamecheza ya kwanza walishinda 2-1, leo wanapoteza chuma 4. Sababu unajua wamecheza mechi mbili ndani ya wiki moja. Ndio. Shinda 2-1, leo unakula chuma 4. Kupata matokeo ambayo unasema kwamba umepoteza vibaya hakuwezi kuwa na athari hasi na kumfanya kocha afikirie kile maybe alichokuwa anakifanya kwenye uwanja wa mazoezi kikamfanya aanze kuwaza vingine maradufu na kujikuta sasa bwana nimekosea wapi. Sometimes Kampista kufungwa huwa ni kuzuri zaidi kuliko kushinda kwenye hii michezo ya kirafiki. Yes, kwa sababu gani? Unaposhinda hata kama timu yako ilikuwa inafanya makosa, kuna kiburi unakipata kwamba tuko vizuri, tuko kwenye njia sahihi. Lakini once unapopoteza mchezo mkubwa, kwa mfano kama Simba dhidi ya Al Hilal, ni moja kati ya timu ngumu na timu ambazo moja kati ya timu ambazo kwenye mashindano ya kimataifa, shirikisho ama kombe ya klabu bingwa Afrika huwa zinashiriki mara kwa mara. Kwa hiyo ile ni proper challenge kwa timu ya Simba kwamba tayari wamepata mwanga halisi wa namna gani kikosi chao kilivyo, namna gani wachezaji wameweza kuelewa mbinu za mwalimu mpya Dimitri, na namna gani wanaweza kurespond kwenye game ngumu. Kwa hiyo kufungwa kwao kunaweza kawa ni baraka kwa Simba kuliko wangeshinda mchezo.
unaingia kwenye mchezo ambao sasa uko serious, unaenda kutana na opponent ambaye amekuja na silaha zake zote zimepoint kwako na zinamimina risasi. Yes. Unajikuta unapoteza vibaya zaidi. Kwa hiyo ni bora alivyopoteza kwenye mechi ya kirafiki, wanapata gap la kuweza kugundua kwamba wapi walikuwa na changamoto, nini wafanye, warekebishe wapi, idara gani ilikuwa inaonyesha makosa mengi, ili wakaweza kusort out hizo challenge. Yes. Kabla ya kwenda kwenye proper games. Swali hapo time ipo ya kufanya adjustment hizo. Sometimes uhitaji wiki moja au mbili, ila kuna baadhi ya vitu tu, kwa mfano kama idara ambayo imefanya makosa, let's say labda kiungo, mwalimu anaweza kwenye ile kipindi cha training session anaweza akabwana kwenye ile game tulifanya makosa haya, maybe positioning, maybe tupoteza sana mipira, maybe hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kupitia yale maongezi ambayo mnakuwa mnafanya kipindi ambacho mnaendelea kutrain, inaweza ikawa inabadilisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo kufungwa huu mchezo Simba inaweza ikawa ni faida kubwa sana kwao kuliko kama wangeshinda. Labda psychologically wangekuwa na faida kwamba tumefunga moja kati ya timu ambayo huwa ina ugumu kwenye klabu bingwa. Ila kiuhalisia ni baraka kubwa sana kwa Simba kufungwa dhidi ya Al Hilal, kwa sababu wameonyesha mapungufu yao. Ndio maana kitu kingine cha kuongezea kwa asilimia kubwa, kusema ukweli kile ambacho kwenye mechi kwenye game ya kirafiki kinachotokea, mwalimu ndiye ambaye anakuwa kwenye position nzuri zaidi ya kujua kwamba haya matokeo yaliyojitokeza yanaweza yakawa yanampa picha gani kwenye kile ambacho alikuwa anakijaribu. Kwa sababu sometimes unaweza kukuta labda timu inacheza game ya kirafiki kujaribu ni namna gani timu inaweza kutengeneza nafasi. Labda unaweza ukawa unacheza mechi ya kirafiki, timu ikatengeneza nafasi nyingi sana, nafasi zikawa hazikutumika. Sahihi. Mwalimu bado anajiona yupo kwenye njia sahihi. Kwa sababu gani? Kama nafasi ambazo tulikuwa tunajaribu kutengeneza tulifanikiwa kutengeneza nafasi, lakini issue ikawa ni umaliziaji. Umaliziaji iko ni kitu kingine tofauti na kutengeneza nafasi. Na sometimes umaliziaji ni jambo la mtu person. Na inawezekana unaweza kukuta pengine wakati unacheza hiyo game ya kirafiki, unaweza kukuta pengine striker unayemtumainia kabisa kwenye timu yako labda yupo kwenye kikosi cha timu yake ya taifa. Sahihi. Na wewe unaona wale midfielders ulionao wamefanya kazi kubwa sana ya kuifanya timu itengeneze nafasi, lakini hazitumiki. Pale mwalimu anajipa moyo, anaamini kwamba niko kwenye njia sahihi. Utaratibu wangu nilioupanga wa kutengeneza nafasi unakwenda sawa sawa. Ila magoli hayakuja kwa sababu hatukuwa na watu bora kwenye kumalizia nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana, kuna vipande vidogo vidogo ambavyo mechi ya kirafiki mwalimu anaweza akawa anaikatakata, akawa anajaribu kuona mambo mengi ambayo kwa macho ya ushabiki wa kawaida, especially kwa timu za Kariakoo, lazima niwe wazi. Changamoto ni kwamba ushabiki wa timu za Kariakoo kuna kuzodoana. Na niseme pengine naweza kusema ni kama utamaduni wa soka, kwa sababu kwa mashabiki wa Kitanzania, kwa rekodi zetu sisi, hata ukiangalia tunavyoshuhudia game za pre-season za wenzetu yes. Mashabiki wa United, mashabiki sijui wa Chelsea, mashabiki wa Liverpool, unaweza ukaota mnaanza kuzodoana mapema kabisa kwa matokeo ya mechi za pre-season. Nyinyi hamna timu mwakao, mmefungwa mechi zote. Lakini ninachokuhakikishia, mimi nishawahi kushuhudia moja ya klabu ambayo sitaki kuitaja, ilipoteza mechi zote za pre-season lakini ikawa bingwa msimu huo. Hapa Bongo au Ulaya? Sio Bongo, kwingine. Sasa Ulaya. Sawa. Ilipoteza mechi zote karibu za pre-season, yes. Lakini baadaye ikaenda ikawa bingwa kama mmenielewa vizuri sana. Ni kwamba mechi za pre-season zimekuja ndani ya mashindano. Sio, mmenielewa? Yaani kumbuka hizi sio mechi msimu umekwisha kuanza. Msimu umeanza. Simba wamebadilisha kocha. Simba wana mechi tarehe 18. Unakutana heavyweight opponent katika nyakati kama hizi. Sio, mnanielewa? Tumekuelewa. Kwa hofu yangu ni kwamba maybe isije sasa ikaingia kichwani na wakaanza kufikiria vitu vingi sana vya kuadjust, wakati kumbe unajua. Sasa kwa kocha, mimi ndio maana nimekwambia mwanzoni, kwa kocha ambaye anaelewa anachokifanya sawa sawa, wala haitomuumiza kichwa. Mimi sitaki kuamini kama eti ndio
matokeo haya yatakuwa ndio yamemchanganya kwamba sasa anajiona ana kazi kubwa ya kuifanya kwenye kila eneo. Sitaki kuamini kama anaweza kuwa na akili ya namna hiyo. Mimi naamini anaelewa anachokifanya. Anajua aina gani ya wachezaji ambao aliwatumia. Anajua ni kwa nini aliwatumia. Anajua ni kwa nini timu imepoteza. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ndani yake mimi naamini viko wazi kabisa, wala haviwezi kumpa shida kubwa mwalimu. Na kocha mjanja akiwa amerithi kikosi namna hii kama Dimitri alivyoweza kurithi kikosi cha Faldu, yeye hatotaka kulazimisha falsafa zake zianze kufanya kazi haraka. Yes. Yani atakuwa na inject mdogo vitu taratibu. Na hata hizi mechi za kirafiki ni yeye kupata kufeel kile kikosi cha Simba. Yes, kwamba anataka kujaribu kuona nani na nani wakikaa kwenye eneo gani, partnership ipi inaweza ikanipa matokeo chanya kwenye baadhi ya maeneo ambayo anahitaji. Kwa yeye anapata wasaa wa kuweza kukifahamu kikosi chake. Lakini hapo pia wachezaji wanapata wasaa wa kuweza kunusa mbinu za mwalimu, kitu gani anahitaji, tukiwa na mpira, tukiwa hatuna mpira, tunachezaje. Kwa hiyo mimi naona kwa hiki ambacho Simba anakipitia ni kitu sahihi, kupata hizi mechi za kirafiki mwalimu aweze kufeel kikosi chake kuelekea kwenye michezo ya kiushindani. Na kitu kingine bora kwamba Simba wamepata hiyo bahati ya kwamba mwalimu anaingia kwenye kikosi ligi ikiwa imesimama. Yani ni bahati ya kipekee kwao kupokea mwalimu mpya wakati msimu unaendelea, lakini akaingia katika wakati ambao kuna international break. Imekuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kupata time kidogo ya kuzoeana na kikosi chake. Okay. Kwa hiyo bwana, ni taarifa hizo za michezo ya kirafiki. Kabla tujakwenda kimataifa bwana, meneja wa KMC Tisho Abdalla amesema matatizo ya kifamilia bwana yamekuwa yakiathiri wachezaji wengi wakiwemo ligi kuu Tanzania bara, ambapo yamekuwa yakiathiri ufanisi wao wanapokuwa uwanjani, jambo ambalo